Game time, tuonavyo sisi. Hakuna timu duniani ina midfield ambao wanacheza na mpira kama Spain. Midfield ambayo inaweza ikauamrisha mpira ukatii. Spain wana vitoto vyao vile. Mtu kama Pedri, Gavi, kama nilivyosema Mikel Merino pamoja na Zubimendi ni package. Ukimchukua Zubimendi inabidi umuite na Merino. Yaani hao ni watu ambao wanabebana kila wanakoenda. Game time, tuonavyo sisi. Yes, kile kipindi ambacho ulikuwa unakisubiri kwa hamu ndicho hichi ambacho tunakwenda kukiongelea hivi sasa. World Cup ya mwaka 2026 ipo mezani, ipo kwenye meza ya Game Time. Karibu, jina langu ni Andrea Masawe. Karibu tuziangalie timu za taifa ambazo zinatazamwa kwa upana zaidi na watu wengi zaidi, lakini yale yote ambayo tunatarajia kuyaona ndani ya kombe la dunia la mwaka 2026. Nipo na meza ya Game Time, crew nzima tupo nayo hapa kwa ajili ya kuzungumzia hili kombe la dunia ambalo linatazamwa na watu wengi kweli kweli. Mashabiki wengi wa soka duniani wanatolea macho michuano hii ya kombe la dunia la mwaka 2026. Skizensei nadhani yuko vizuri na jezi yake ya Netherlands. Yupo tayari kwa ajili ya kukupa yale ambayo ameandaa kwenye World Cup ya mwaka 2026. Lakini nipo na Moroking, shabiki wa soka, lakini pia ana mengi ambayo ameyabeba ya mwaka huu wa 2026 kuhusu kombe la dunia. Lakini nipo na Masud, yupo vizuri, lakini kwa namna moja ama nyingine ameandaa mengi pia kwa ajili ya kombe hili la mwaka 2026. Bwana, meza Game Time nadhani imepoa, amani ipo, mpo vizuri kabisa. Nyama sana. Yes, vikosi tumeviona vya kombe la dunia la mwaka 2026. Timu za taifa nyingi zimetoa vikosi vyao. Lakini kwa namna moja ama nyingine vipo vikosi ambavyo vinatazamwa na watu wengi kweli kweli. Hakuna uwezo kupita njiani ukose jezi ya Brazil, jezi ya Ujerumani, jezi ya Argentina, jezi ya Uholanzi. Ni moja kati ya timu za taifa ambazo zinatazamwa na watu wengi, lakini zina mashabiki wengi wa soka Afrika pamoja na duniani kote kwa ujumla. Sasa nikianza na vikosi ambavyo vimetajwa, hasa kikosi cha Brazil. Ni kikosi ambacho kimetajwa, lakini hakuna kikosi ambacho kinatajwa kikose maneno. Hasa sisi mashabiki wa Brazil na mashabiki wa Chelsea pia kuna vitu vimetokea kidogo hatukuwa navyo sawa, lakini kikosi kimetajwa cha Brazil kama mnavyokiona hapo. Kikosi cha Brazil kiko vizuri kweli kweli. Alisson Becker bado anatawala kwenye eneo la goalkeeping, lakini attacking ama eneo la shambuliaji limekuwa likizungumzwa sana. Enrique ameingia ndani ya kikosi, Gabriel Martinelli yupo ndani ya kikosi, lakini Neymar Jr amerudi ndani ya kikosi, Matias Cunha yupo ndani ya kikosi, Rafinha, bila kumsahau Vinicius Jr. Hivyo hao ni wachezaji ambao wanatazamwa, lakini pia wako kwenye eneo la ushambuliaji. Skilsensei, kikosi cha Brazil unakiona vizuri kweli kweli hapo. Kitu gani ambacho unakiona kitakuwa kipya kwenye kombe la dunia ukiachana na wachezaji ambao wameachwa? Kwa kikosi hiki cha Brazil una matarajio gani? Brazil haijawahi kuwa timu ya kawaida kuanzia labda tumezaliwa mpaka tunaangalia football tunaielewa na mpaka sasa hivi. Inaweza isifanye vizuri kwenye baadhi ya mashindano yanahusisha timu za taifa, lakini Brazil ni Brazil. Kuanzia kizazi cha kina Bebeto mpaka kizazi sasa hivi anachokwenda kumalizia kina Neymar, wanachukua kina Vinicius Jr. Ni timu ambayo kwa namna moja au nyingine sasa hivi haina yale majina ambayo watu walikuwa wanayazungumza tuseme miaka 7-10 nyuma, wakina yes, Ronaldinho Gacho, watu kama hao. Lakini sasa hivi wanadamu changa, wakina Henrik, wakina Gabriel Martinelli, wakina Igor Thiago, Vinicius, mfundi Rodrigo kwa sasa hivi ameshindwa kujiunga kulingana na utaratibu labda wa majeruhi na kila kitu. Kwenye midfield kidogo ndo naona kuna tatizo, lakini sio tatizo la kiufundi sana. Nafikiri ni tatizo la majina, kwa sababu lazima umuite mtu kama Casemiro kwa ajili ya uongozi, kwa ajili ya experience na kwa ajili ya kuwafundisha madogo nini cha kufanya. Kwa hiyo ukiwa na Casemiro, ukiwa na Bruno Guimaraes, Fabinho pia yupo, Lucas Paqueta kidogo alikuwa na msimu mgumu kuforce kuondoka West Ham na kila kitu, lakini bado namuona ni mtu ambaye anaweza kuweka anything kizuri
kwenye timu ya taifa. Though sina uhakika sana kama Neymar atakuwa fit kucheza at least game ya pili ya World Cup kulingana na majeruhi aliokota hapa katikati kwenye kipindi cha kutafuta timu au kuanza kucheza zile friendly game kwa ajili ya kujiweka fit kwa ajili ya kuanza World Cup. Lakini I think na yeye kama ata recover on time na kwenda kuisaidia Brazil, nafikiri huenda ikawa World Cup yake ya mwisho na angependa kustaafu na medali ya World Cup. So Brazil bado ni ile ile, though kuna timu nyingine ziko vizuri zaidi yake, lakini bado nahisi kuna kitu atakifanya kwenye World Cup hii. Nadhani Joao Pedro alistahili kuwa nje ya kikosi hichi ambacho kimetangazwa. Kwa msimu wa Joao Pedro kiukweli, kila timu inakuwa ina mchezaji mzuri bila kujali timu ilikuwa ina matokeo gani. So kwa Chelsea sasa hivi though haikuwa na msimu mzuri kwenye takriban game zote walizocheza msimu huu, lakini mtu kama Joao Pedro alikuwa muhimili kabisa kwa Chelsea. Kufunga magoli very crucial, kuwasaidia kwenye kuwalift kutoka sehemu moja hadi nyingine, lakini utamuumit nani pale juu Brazil ili yeye awepo. Though unaweza ukasema utamtoa Thiago kwa sababu wamecheza wote Uingereza, lakini kwa numbers Thiago kamwacha mbali kidogo Joao Pedro. Ukisema umtoe labda Henrik amekuwa na msimu mzuri kuanzia Januari alipoenda Olympique Lyon, amekuwa muhimili Olympique Lyon pale. Labda useme umtoe nani sasa? Mateus Cunha. Unajua kazi ya Cunha anakuofa kucheza sehemu nyingi, winga ya kushoto, winga ya kulia, hata ukimpa namba 10 anaweza kucheza, hata false nines sometimes anaweza kucheza. Huwezi kumtoa Rafinha ndo muhimili wa Barcelona. Huwezi kumtoa Vinicius Junior. Hizo ndo winga mbili ambazo zinategemewa pale Brazil. So at least labda usingemuita Thiago, ungeweza kumweka pale juu Joao Pedro, lakini kinamba ngumu kutokumuita Thiago. Kinamba ya Thiago yuko amemwacha kidogo Joao Pedro. So naona ni sawa na umri wa Thiago, umri wa Joao Pedro bado unaruhusu. Kama World Cup hii itashindikana, na uwezo wa kuja kucheza World Cup nyingine. So mimi naona ni fair yeye kuachwa. Tukimaliza kwenye engo ya Brazil, labda wote mnaweza mkanipa kitu ambacho mnakiona kwa Neymar Jr, kwa sababu aliachwa kwenye kikosi cha kwanza kile kilichotangazwa, kelele za mashabiki, kengele za watu ambao wanatarajia mengi kutoka kwa Neymar, kikamkumbusha Carlo Ancelotti bana, Neymar anatakiwa aitwe. Sasa kwenye kikosi hiki kwanza nataka nifahamu kama alistahili kuitwa kwenye kikosi hiki ama Carlo pia amemuita kwa sababu ya kelele za nje za mashabiki. Well, mimi nadhani mimi ningekuwa kocha ningegamble Neymar hakupaswa kuwepo kwenye hiki kikosi. Labda kwa sababu labda kwa nchi inayotoka mimi kuna kuaga na zile nafasi za wahamasishaji, kamati ya hamasa. Anakula suti, anaenda pale kwa sababu literally Neymar ni mchezaji muhimu sana. Inawezekana sio ndani ya uwanja lakini nje ya uwanja, kwa sababu unaona jinsi ambavyo wachezaji wengine wana react kwa presence ya Neymar. Joao Pedro alikuwa anaongea akasema kuna siku alipigiwa simu na Neymar and alishangaa, yani ni kwa kukosa neno sahihi niseme kwamba ni kama wachezaji wengine wanamuabudu Neymar. Na nilikuwa naangalia press ambayo Casemiro alikuwa anaongea, akasema tumechoka hii swala la kumuongelea Neymar. Neymar ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Brazil kama walivyo wengine, kwa hiyo tuongee vitu vingine. So mtazamo wangu mimi sidhani kama kulikuwa na ulazima wa Neymar kuwepo kwenye kikosi kama mchezaji, kwa sababu mtu kama Sergio Kun Aguero ni mshindi wa kombe la dunia, sio kama mchezaji lakini kama team official. Alienda pale kama sehemu ya benchi la ufundi. Kwa hiyo benchi la ufundi sio lazima uwe kocha, sio lazima uwe kitman au manager. Kuna wale watu ambao wanakuwa FIFA wanavotoa medali, wanatoa medali 50 kwa timu. Kwa hiyo Neymar angesuit hiyo role hivyo, kwa sababu hapa anachukua nafasi ya mtu mwingine. Nafikiri Joao Pedro alitakiwa zaidi awepo hapo kuliko Neymar, kwa sababu sidhani kama Neymar anaweza akacheza hata mechi 2 complete. Na hivi sasa bado
anatarajiwa kukosa michezo ya mwanzo ya kombe la dunia. Mechi ya kwanza tu ataikosa, na mechi zote hizi za kujiandaa atakosa. Labda tuseme kufaana, atokee mtu asiwepo ili Joao Pedro atokeze, unless otherwise. Jana pia nimeona amerudi tena mazoezini tayari Neymar. But Neymar amekuwa na hiyo back and forth. Whether Neymar kuitwa au kutokuitwa, Neymar will always be Neymar. Na kelele zilikuwepo kwa sababu ya watu walichokiona alichoperform kwenye ligi ya Brazil. Nadhani pia ni kitu ambacho, kwa sababu kama angekuwa hajafanya vizuri, kelele zisingekuwa nyingi, na expectation ilikuwa kubwa kwa sababu ya kile alichokideliver kwenye ligi ya Brazil. So kutokuwepo, asingekuwepo, hiyo it's not important now. Sasa hivi yupo. Sijui fitness yake itakuwaje, lakini World Cup ni mechi chache sana. Anaweza akacheza hata lisaa au dakika 50 zinamtosha sana Neymar sasa hivi. The only place ambayo nilikuwa nina wasiwasi napo ni kwenye eneo la midfield. Sikuwa nina expect kabisa, yani bora hata Neymar nilikuwa nasema anaweza akaenda World Cup, lakini sikuwa ninamtegemea Fabinho kuwa kwenye kikosi. Yep. Kabisa sikuwa namtegemea. Mtu ambaye nilikuwa nawategemea ni Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Casemiro, and that guy Danilo dos Santos Oliveira anacheza Botafogo. Amekuwa na msimu mzuri sana na kelele zimeshakuwa nyingi kwenda Ulaya. He's only 25, so probably atapata move yake mapema. Mtu ambaye nilikuwa nategemea atakuwepo kuongeza nguvu kwenye midfield ni Joelinton. Lakini sidhani kama ni favorite sana kwa Brazil kwa sababu hawajamuongelea kabisa. Yeah. Na sidhani kama ni favorite sana kwa Don Carlo kwa sababu hajamuita. So Brazil kwenye kombe dunia ni Brazil. Wala huwezi kuwaondoa kwenye swala la kucompete, sio kushiriki, kucompete kwa ajili ya kuchukua ubingwa. So I'm sure ni wao wanaingiaga miaka yote, imekuwa ni miaka mingi sana. Whether wana kikosi kizuri sana au kikosi cha kawaida, lakini miaka yote wanaingia kama favorite. So I'll still put them as favorites mwaka huu pia kwenye kinyang'anyiro cha World Cup. Yes, tunaweka pia kwenye timu za taifa ambazo zinatazamwa na zinapewa chapuo ya kuchukua kombe la dunia la mwaka 2026. Bwana, kikosi cha Ujerumani tunakwenda kukitazama hivi sasa. Baada ya kutoka Brazil tunapaa paka kwenye kikosi cha Ujerumani. Tunatazama kikosi ambacho tayari kipo hapo unakiona shabiki wa soka. Manuel Neuer bado anatawala kwenye eneo la walinda milango na ni legend pale Ujerumani. Lakini beki ambaye anatazamwa na watu wengi kweli kweli, Antonio Rudiger, anatazamwa ataenda kufanya nini kwenye kombe hili la dunia, atalinda vipi ukuta wa Ujerumani. Lakini Joshua Kimmich bado ana mchezaji wa kutazamwa sana kwenye eneo la kiungo. Lakini eneo la ushambuliaji, Kai Havertz namuona pale, Musiala namuona, Leroy Sane ambaye hayupo kwenye ligi zile kubwa barani Ulaya, lakini ameunganishwa kwenye kikosi cha Brazil cha kushiriki kombe la dunia la mwaka 2026. Kikosi chote hicho hapo nakiona mashabiki wa soka. Meza Game Time nadhani mmekiona vizuri kweli kweli. Kitu gani ambacho kwanza kilipungua kwenye kikosi cha Ujerumani baada ya kuchukua kombe la dunia la mwaka 2014, iliyofuata akachukua Ufaransa, then Argentina, sasa hivi tunakwenda kushiriki kombe la dunia lingine. Kipi ambacho kilipungua kwenye kikosi hiki cha Ujerumani labda kinaweza ikawa cha tofauti kwenye kikosi cha mwaka huu na michuano hii? Well, kama alivyosema Mswahili kuhusu Brazil, huwezi kuongelea michuano ya timu za taifa, kombe la dunia, Euro, alafu staje Ujerumani. Ujerumani ni finalist wa mwaka 2002, walicheza dhidi ya Brazil. 2006 walikuwa ni wenyeji, lakini they did not make the cut. 2010 hawakufua dafu. 2014 tunakumbuka jinsi walivyomhumiliate Brazil kwa kumfunga goli 7 huku kwenye, nadhani ilikuwa robo finali, na wao ndo Brazil ndo walikuwa wenyeji,
na wakachukua kikombe. Hapo ukawa ni mwisho wa ile generation ambayo ilianza 2006. Then baada ya hapo nadhani wakaanza kurebuild. Kwa hiyo it was only fair kwamba 2018 walikuwa bado kwenye ile cycle ya kujenga timu. 2022 bado hawakufua dafu. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi wanakuwa wamekamilisha cycle ya ujenzi wa timu, na tunaweza tusiwe tuna expect makubwa sana, lakini ni timu ya kuiangalia. Kisa cha kusisimua hapa ni kwamba goalkeeper Oliver Bowman alikuwa ndio kipa ambaye watu wote walikuwa wanatazamia kwamba yeye ndo atakuwa namba 1. Yeah. Dakika za jioni kabisa anamuona Manuel Neuer anakaa kwenye kikosi, na wanasema hakuna kijiji ambacho hakina wazee, na itakuwa interesting sana kuona jinsi ambavyo timu itaweza kwenda, na mategemeo ni makubwa kutoka kwa mashabiki zao. Lakini kitu ambacho mimi kinani fascinate zaidi, ukiachana na backline yao ambao ina mtu kama Rudiger ambaye ni mkongwe kabisa. Nadhani hii inaweza ikawa World Cup ya mwisho ya Rudiger. Lakini midfield ya Pascal Gross, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, safi kabisa. Sasa kwenye ushambuliaji, kiukweli mimi ni shabiki mkubwa sana wa Nick Voltamada. Yani nadhani Ahmed alikuwa anasema striker mrefu kuliko goli. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa Nick Voltamada, and I'll be pia Florian Wirtz. Kocha wa Ujerumani alisema wao wanajua jinsi ya kumtumia Florian Wirtz, unlike timu zingine ambazo Florian Wirtz, akiwa anamaanisha kwamba Liverpool imeshindwa kumunlock Florian Wirtz. Kwa hiyo it will be an interesting endeavor kuona jinsi ambavyo Ujerumani anaweza kuachieve, lakini ni moja ya timu ambazo ninazipigia chapuo, hata kama sio kuchukua ubingwa, lakini kufika sehemu. Kiukweli umeongelea ya kuzalisha vizazi vipya, kwa sababu mwaka ambao walichukua ubingwa walikuwa na wachezaji ambao walikuwa katika peak yao tayari. So hata the fall off ilikuwa ni rahisi. Yeah. So hichi kilichotokea Ujerumani, Wajerumani wali act mapema sana, tofauti na kama Italy walivyolala. Yeah. Italy wamelala kwa muda mrefu sana, lakini Ujerumani waliliona hili swala, they acted very very quick. Sasa hivi unaweza kuona kikosi cha Ujerumani kina vijana, Angelo Stiller, one of the very mchezaji mzuri sana wa midfielder wa Stuttgart. Nadim Amiri kapata call up yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 29, anacheza Heidenheim. Kuna Maximilian Bieber, Jamie Lewin, au ni vijana ambao Leonard Karl wa Bayern Munich. You can see Malik Thiaw pia bado ni kijana mdogo. Yeah, kwa ni kama ulivyosema pia Oliver Bowman pia ilikuwa shida, but kwa story pia wachezaji waandamizi pia waliomba Manuel Neuer aombwe kurudi, japo kwa sababu tayari alikuwa amesha indicate yuko 50-50. Kama anaweza akaitwa, anaweza akaenda, hawezi kukataa kwenda kucheza. So ni kikosi ambacho tayari kimeshaanza kutengeneza. Wanaweza wasichukue ubingwa msimu huu, lakini ni kikosi ambacho kinaweza kukaa muda mrefu. Nimemsahau na Alexander Pavlovich, wa Bayern Munich. So ni kikosi ambacho kitakaa kwa muda mrefu kwa sababu kina damu changa nyingi. Yeah. Inaweza isiwe msimu huu, ikawa baada ya miaka 4 ambapo tena watakuwa kwenye peak ya kuweza kuchukua chochote. So ni wachezaji wazuri sana ambao nategemea wataleta ushindani kwenye kombe la dunia msimu huu as well. Yes, na Ujerumani basi wanaingia kwenye tunasema ile rank ya vikosi ya timu za taifa ambazo ndani yake kuna vijana ambao wana umri mdogo ambao wanaweza wakawatumia kwa misimu ambayo inaweza kufuata. Yeah.
Yes, bwana, tunaenda kwenye kikosi cha bwana Skill Sensei, moja kati ya kikosi ambacho kinatazamwa na wengi, kina mashabiki wengi sana duniani, na wengi wanatarajia makubwa kutoka kwenye timu ya taifa ya Netherlands ama Uholanzi. Bwana Skill Sensei, unakiona kikosi chako kiko vizuri kweli kweli. Nadhani umefurahi kumuona Frank de Jong kwenye eneo la kiungo, moja kati ya kiungo ambaye anatazamwa na wengi, si tu mashabiki wa Barcelona na mashabiki wake, lakini dunia ya soka inafurahi kumuona Frank de Jong akiwa uwanjani. Lakini Cody Gakpo, moja ya mchezaji ambaye pia akiwa kwenye timu ya taifa si yule ambaye akiwa kwenye timu ya bwana Moroki. Moroki akiwa anamshabikia bwana Gakpo, si huyu ambaye tunaenda kumuona kwenye timu ya taifa ya Uholanzi. Kikosi tunakiona Skill Sensei, nadhani hiki umekichimba kwa kiasi fulani. Kwanza una matarajio gani kwa Netherlands? Lakini pia kuna chochote ambacho kimeachwa nyuma hujakiona kwa kocha wako? Kuanzia 2010 Uholanzi imekuwa ikifanya vizuri kwenye michuano ya World Cup. Ni moja kati ya timu kama umeangalia mpira nyuma kidogo, kuanzia labda 94 tunaweza tukazimention kwenye timu ambazo hazina bahati. Zinafika karibu na kufanya chochote, lakini kwa namna moja au nyingine wanashindwa kumaliza. Yes. Tunakumbuka 2010 kipindi wameingia finali na Spain. Ilikuwa njia alizopita Uholanzi zilikuwa ni njia ngumu sana kumtoa Brazil nini, kwa sababu zilikuwa ni moja kati ya kombe la dunia langu bora kabisa kulitazama la 2010. Tukija kwenye kikosi cha sasa hivi cha Uholanzi, labda watu watakuwa wanauliza kwa sababu gani Frimpong hajaitwa. Nafikiri ndio topic pekee ambayo itakuwa inawaumiza watu vichwa, kulingana na jinsi uwezo wake alivyokuwa anauonyesha Bayer Leverkusen, then alivyofika Liverpool majeruhi yakamwandama. Kuna sometimes pia anachezeshwa out of position, huenda anachezeshwa winga ya kulia saa nyingine. Lakini kwa mfumo wa Uholanzi mara nyingi wanacheza na mabeki watatu, wawili wingbacks, midfielder then na strikers. Nafikiri mtu kama Dumfries ameumaster zaidi mfumo huo, kwa sababu anaucheza kuanzia huku Italy akiwa na Inter Milan. So nafikiri sio kwa ubaya Frimpong angetakiwa awepo kama kujazia kikosi, kwa sababu huwezi jua games zitakuwa ngapi. Lakini kwa kusema kuanza kwa zile wingbacks, na prefer kuanza kwa Dumfries kuliko Frimpong. Ukiangalia kwenye eneo la midfielder, mimi nahisi ndio eneo ambalo limekamilika sana kwa kipindi hichi kwenye timu ya Uholanzi, kwa sababu mwenyewe kama kocha unapata ugumu uanze kucheza na nani. Kuna mtu kama Frank de Jong, kuna mtu kama Ryan Gravenberch, kuna Kopa Mainers, japokuwa Kopa Mainers pale Italia hakuwa na msimu mzuri kipindi hichi. Kuna Tijaan Reinders, watu wote wanafahamu uwezo wake kuanzia yuko AC Milan. Hapa katikati aliyekuwa introduced na Pep Guardiola kwenye mechi 5 za kwanza za ligi, lakini baada ya mwenye nyumba Rodri kupona na watu na ile click yake ya Rodri na mtu kama Bernardo kurudi, ilibidi yeye na Nico Gonzalez mmoja amue kukaa bench, na kwa ubaya zaidi walikuja kukaa wote, Tijaan Reinders na Nico Gonzalez. So una Frank de Jong, una Gravenberch, una Kopa Mainers, una De Roon, una mtu kama Quinten Timber, una Wifa, bonge moja la mchezaji Wifa, ambaye nafikiri ni kijana ambaye amekuja kuchukua experience. Na hisi hatocheza sana Wifa, lakini nafikiri hii ni kumleta kwa ajili ya kumuintroduce kuja kuwa mchezaji mzuri mbeleni. Tukija kwenye eneo la ushambuliaji, ambalo hilo ndo niko na tatizo nalo sasa hivi, kumuita mtu kama Memphis Depay sio maamuzi mabaya, lakini maamuzi magumu, kwa sababu ligi anayocheza sasa hivi ni ya Brazil. Namba haziko nzuri sana Brazil. Una mtu kama Brobbey amejitahidi kucheza kwa msimu bila majeruhi, lakini bado namba zake haziko vizuri. Nafikiri labda Kluivert ana majeruhi mengi sana hapo Bournemouth, na yeye sidhani kama atakuwa na ile sharpness inayotakiwa kwenye World Cup.
kuna mtu kama Malen, huyo ndo pekee ambaye nahisi ndo anaweza kuibeba Uholanzi mgongoni kipindi hichi kwenye striking force. So una mtu kama Malen, una mtu kama Cody Gakpo, una mtu kama Depay, nafikiri hao ndo watakuwa wako ni starters mara nyingi. So kwenye benchi lako utamtukua na mtu kama Vermaelen na nili Samavinga na Weghorst. Weghorst na yeye ameletwa kama mzee kwenye kijiji, na yeye hawezi kuwalead watu kulingana na experience aliyokuwa nayo. Ni moja kati ya timu ambazo zinakuwa favored kuchukua ubingwa, though imeshakuwa hivyo zaidi ya World Cup 4 mfululizo, lakini ndani ya hizo World Cup 4 mfululizo sehemu zaidi alipokwenda ni kwenye finali ya against Spain na kufanikiwa kuchukua. Tukirudi nyuma 2022 walitolewa na bingwa mtetezi ambaye ni Argentina, moja kati ya mechi bora kabisa ya msimu ule uliopita, ukiachana na finali ilivyokuwepo kati ya Argentina na Ufaransa. Mimi nafikiri game yangu bora ya pili ilikuwa kati ya Argentina na Uholanzi, nusu finali ya kwanza. Nachotarajia ni makubwa, lakini sioni kama sasa hivi Uholanzi wana jigsaw ya kwenda finali na kuchukua, lakini football ina mambo mengi na football ina matokeo ya kushangaza. So ni timu ambayo naiona itasogea at least robo finali. Umeongelea Depay. I think Depay toka akiwa alicheza Manchester United. Yeah. Yes. Amekuwa hachezi vizuri sana kwenye timu hizi ambazo anacheza nazo, lakini tukija swala la Uholanzi, I think ni moja kati ya mchezaji ambaye anakuwa ni mchezaji mwingine kabisa yani. Kwa rekodi Memphis Depay sasa hivi ndo anaongoza kwa magoli timu ya taifa ya Uholanzi. Yeah. Yes, ndo top scorer wao. Anajitahidi kwa level yake. Kingine pia kinachokuwa kinanipa mawazo kwa Memphis ni kupata zile knock na kupata hamstring, yani huwa anapata majeruhi kadha wa kadha kwa sababu aidha mazoezi aliyopitiliza au na yeye umri umezidi unazidi kusogea, lakini ni mchezaji ambaye siku akiamka vizuri kwenye game unaona kabisa vitu vyote vina click. Kwenye Uholanzi najua kabisa strength yao ipo kwenye midfield na mabeki ambao wana experience nzuri. Ukimcheki kama Nathan Ake, ukimcheki Virgil van Dijk, ukimcheki Jurgen Timber, ni mabeki ambao ni tunasema experience iko na uwezo pia upo. Shida tu ya Uholanzi ni kwenye attacking side. Umeizungumzia Uholanzi kama ni timu ya taifa ambayo kwa namna moja ama nyingine kuna miaka inakosa bahati. Sasa kuna kikosi kingine cha Ubelgiji. Ni moja kati ya kikosi cha timu ya taifa ambacho muda mwingine pia kinakosa hizo bahati ambazo unaziongelea. Walikuwa na Hazard pale, De Bruyne yupo kwenye peak, lakini Lukaku naye alikuwa kwenye peak kipindi hicho, lakini wakashindwa kufua dafu kwenye kombe la dunia la mwaka 2014 18 yes 22 walitolewa na Morocco ya na then ndo kombe la dunia ambalo walikuwa na kiwango cha chini sana mwaka 2022, na wanasema that's almost the golden generation ya Belgium ya 2022 kwa sababu walikuwa na kila mtu ambaye alikuwa yuko kwenye peak, lakini unfortunately mambo hayakuwepo. Nilifikiri labda wangeweza kufanya maajabu kwenye World Cup ya 2018 kwa sababu nafikiri kile kilikuwa moja ya kikosi ambacho kilikuwa kinatazamwa kwa macho mengi, na ndo kikosi pekee ambacho nafikiri kilikuwa kina kila mchezaji ambaye alikuwa na namba nzuri kwenye kipindi chao cha kucheza club football, lakini kwa bahati mbaya kilienda kutia kashikashi. Na kumbuka game wao nzuri kabisa waliwahi kucheza na ni against Brazil, ilikuwa moja kati ya game nzuri sana ambao kutoa alifanya saves ya kila kitu, lakini haikuwasaidia pia. So nafikiri Belgium sasa hivi sioni wakitushangaza kwa sababu ile golden generation ndio ilishaishia 2022. Wana Mroking wakiwa kikosi cha na the best part ni kwamba wana at least wachezaji wawili kwenye kila position. Kwa mfano goalkeepers hauwezi kuongea kuhusu hii miaka 10 ya UEFA Champions League ama rather miaka 15 ya UEFA Champions League
afu usimtaje Thibaut Courtois. Outstanding. Yani Real Madrid nadhani kama kungekuwa kuna dawa ya kupunguza umri na kuongeza fitness, Thibaut Courtois angenunuliwa hiyo dawa kwa gharama yoyote ile, because ni mwamba kabisa katika eneo lake. Lakini Saint-Germain ambaye goalkeeper wa wanangu hawa amejitahidi this season. Nafikiri Andre Onana angekuwepo Manchester United, sasa hivi tungekuwa tuna stories zingine tunaongea. Kwa hiyo that's an upgrade. And ukiangalia mabeki kama pale notable name Thomas Munian ni outstanding. Mtu kama Zeno ni si watu ambao wana majina makubwa sana katika ligi kubwa za au katika viwango vya juu sana, lakini hadi wamefika kwenye qualifying stage, manake kuna kakitu. Lakini kitu cha ajabu zaidi kwenye midfield, sasa hapo ndiko ambapo mzee yupo. Hamna kijiji kisichokuwa na wazee. KDB everyone knows. Yuri Tillmans, mshindi wa Europa. I think Yuri na Amadou Onana wameshinda Europa na Aston Villa, si ndio? Kwenye attacking kuna jamaa mmoja aliwahi kuniambia Jeremy Doku si mchezaji hatari akiwa achezi dhidi ya timu yako. Lakini we all know what Doku does, na kitu cha ajabu ni kwamba Doku ana the same dribble hiyo anafanya kwa kila mtu, na bado hatujapata majibu yake. Yani Doku ana namna hiyo moja ambayo ana dribble na lazima akutoke. Kwa hiyo there's a possibility kwamba Belgium wasifike mbali, lakini Doku ataleta usumbufu. Lakini unaona pia wako na mshindi wa Premier League bwana Leandro Trossard. Kikosi cha Belgium, nadhani kwa upande wangu kuna sehemu moja tu ya midfield ndo naona ina shida. Sio shida kubwa, lakini nilikuwa nina mategemeo tofauti kidogo. Kwa sababu sikuona sababu ya Axel Witsel kuendelea kuwepo kwenye kikosi wakati kuna vijana ambao wamefanya vizuri sana. Mmeshamaliza ile golden generation sasa hivi, lakini bado unataka kuleta watu wazima kibao ambao hawana hata misimu mizuri kwenye timu wanazocheza. Kuna mchezaji kama wa Ajax anaitwa Mika Götze, nilikuwa nategemea yani hawezi kukosa kwenye kikosi. Amekuwa na msimu bora kabisa, amefunga goli 17 sijui. Lakini kuna mchezaji anaitwa Luka Stassin anacheza Saint Etienne, pia nilitegemea angeweza kuwepo kwenye kikosi cha Belgium, lakini hajaweza kuwepo. So ilikuwa ni muda wa vijana kama hawa ambao kuwa reward kutokana na kile ambacho wamekionyesha kwenye timu zao, kwenye ligi zao msimu ulioisha. Kwa hiyo tutegemee tuone watafika wapi, kwa sababu kuna watu wameitwa hapa hawana cha kupambania tena. Wanakwenda kutanduka daruga. Kwa mfano hata kwenye kipindi hapo kwenye attackers kuna yule dogo wa PSV anaitwa Bakayoko. Jamaa anajua sana mpira. Sijui kwa sababu gani kocha hajamuita. Nafikiri Lukaku sidhani kama, lakini ni Lukaku, so ni Lukaku, so inabidi there's only one of that, na anapatikana Napoli. So inabidi ningesema kama kocha amuongeze yule Bakayoko kwenye attacking ili awe na option tofauti. Ila kwa kufunga kwenye kikosi cha Belgium hapa natarajia makubwa sana kwa Jeremy Doku. Moja mchezaji ambaye alimaliza ligi vizuri sana. Ikitaja Manchester City michezo 5 ya mwisho, huyu jamaa akawaokoa sana. And he's just 24 my nigga. He's just 24. Kwa hiyo ana muda sana. Kama alivyosema Joe Makini, basi tufanye tomorrow. Kama leo haiwezekani. Bwana, ungetaja cream ya kuchukua kombe la World Cup ya mwaka 2026, huwezi kuacha kuizungumzia timu ya taifa ya Hispania. Creme de la creme. Yes, hiyo ni cream ambayo inatarajiwa kufanya mazuri sana kwenye kombe hili la dunia. Ukikiangalia tu kikosi lazima uogope Ski Sensei, yani unaogopa eneo la goalkeeping. Utamweka nani? Utamweka Unai Simon, David Raya ama Garcia?
wachezaji ambao wapo ni walinda mlango ambao wapo kwenye top performance wote watatu. Yeah. Lakini ukiangalia eneo la mabeki wako vizuri. Cucurella timu yake ya Chelsea haifanyi vizuri sana, lakini of course unamuona uwanjani kitu anakifanya. Kubasi of course kila mtu anamfahamu. Laporte, Eric Garcia ni wachezaji ambao wapo kwenye top performance. Lakini eneo la kiungo Brazil naamini Spain tunawafahamu. Eneo la kiungo of course wamesheheni vizuri kweli kweli. Pedri, Fabian, Zubimendi, mshindi wa kombe la English Premier, lakini pia Gavi, wote I think kikosi kimesheheni bwana Christian says. I'm happy kwa Alex Baena. Wito. Yeah. Na pia tukubaliane kwamba De La Fuente na mapenzi ya dhati na Merino. Ukimwita Zubimendi inabidi umwite na Merino. Yaani kwanza Real Sociedad wanabebana paka na nini. Ila Merino anampa anachokitaka. Obviously. Merino wa Spain so wa Arsenal. Kama ulimwangalia Merino kwenye I think ni Euro 2024. Yeah. Outstanding performance. Hata Zubimendi ni jinsi tu ya mfumo, jinsi De La Fuente anaweza kuwatumia. Hata Fabian Ruiz wale unaona kazi kubwa anafanya kina Vitinha na Neves, lakini ukija Spain kazi kubwa anafanya huyu Ruiz. Kwenye swala la goalkeeper mimi sijui, labda kocha atakuwa anafunga macho, atakayemshika ni wewe yote tuende tukaanze naye first. Lakini namba 1 ni Unai Simon. Kwa sasa hivi kupick namba 1 kwa jinsi performance yao majamaa walioonyesha kuna kaugumu. Tena kitu cha ajabu zaidi ni kwamba David Raya ni mshindi wa EPL na Joan Garcia ni mshindi wa La Liga. Sasa lakini ukija kwenye swala zima la clean sheet na saves utamuona David Raya pale. Lakini sishangai though hapo si Spain atakayeamua kudaka, mimi naona ni sawa kwa sababu wote wana De La Fuente mtu wake ni Unai Simon. Kuna kilele nje ziko zinasema kuna wachezaji hatujawaona kutoka Real Madrid. Of course hizo lazima ziwepo. Of course, yeah. Just kwenye kikosi hiki ambacho kimeitwa zile kilele zina mantiki. Kiukweli kwa timu ya Madrid ya msimu huu sikuwa ninategemea makubwa kwa sababu Carvajal ametoka kwenye majeruhi ya muda mrefu sana, akacheza sidhani hata kama dakika 100 amefikisha. The only player ambaye nilisikitika ama nilishangaa kutokumuona ni Dean Huijsen ambaye amekuwa na msimu mzuri sana kwenye backline ya Real Madrid. Rudiger na nani mwenzie yule Brazil. Wamekuwa tia maji, lakini amekuwa muhimili mkubwa sana kwenye backline ya Madrid. Huyo ndio mchezaji pekee ambaye nilikuwa ninategemea hawezi kukosa kwenye kikosi cha Spain, na amekosa na nimeshangaa kwa kweli. Bana Moroking, tuna chochote ama tuiache tukaitazame? Mimi nawapigia chapuo. Mimi sio shabiki wa Spain, lakini nawapigia chapuo because kama alivyosema Mswahili, Spain ni timu ambayo haikubali kupitwa na wakati. Once kikosi kikianza kufika climax au kufika peak, wanakuja na vitoto vingine. Kwa mfano ni timu chache sana ambazo zinakuwa na makipa watatu ambao wote ni top. Huwa tunatazamia kwamba kipa watatu ni team player, yani ni mtu wa kuongeza namba, lakini kwa Spain hapa kipa namba 1 amekaa katikati. Upande wake wa kushoto ana kipa bora wa EPL, upande wake wa kulia ana kipa bora wa La Liga. Ukienda kwenye backline, mimi naungana kabisa na Masud kwamba I think Dean Huijsen alitakiwa awepo kwa sababu anamzidi Garcia kwa namba kidogo, na sema sasa ndo pale kocha naye anaangalia nani anapenda kufanya naye kazi zaidi. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima tukizingatie kwamba pamoja na kwamba nyinyi wote mnaweza mkawa mna namba sawa au mnazidiana kidogo, lakini mimi napendelea zaidi nifanye kazi na huyu. Ukiangalia midfield, I think hakuna timu duniani ina midfield ambao wanacheza na mpira kama Spain. Midfield ambayo inaweza ikauamrisha mpira ukatii
Spain wana vitoto vyao vile, mtu kama Pedri, Gavi, kama nilivyosema Mikel Merino pamoja na Zubimendi ni package. Ukimchukua Zubimendi inabidi umuite na Merino, yani hao ni watu ambao wanabebana kila wanakoenda. Lakini kwenye attackers mtu kama Oyarzabal, Dani Olmo, Nico, Yeremi Pino, Ferran Torres, Broha, yani hapo bado hujamtaja mtu kama Lamine Yamal akiwa kwenye ubora wake. Watu wa Uingereza wanakumbuka namna ambavyo Lamine Yamal, watu wa Uingereza, ili wa Ufaransa wasijisikie vibaya, watu wa Uingereza na Ufaransa wanajua kitu ambacho Lamine Yamal aliwafanya. And I think adui wa Spain anaweza akawa Spain wenyewe, yani De La Fuentes kama akishindwa na hiki kikosi, I don't think kuna wakati mwingine ambao, japo tunaweza tukasema 2022 na 2024 kwenye Euro, 2022 kwenye World Cup na 2024 kwenye Euro, inawezekana alikuwa na kikosi kikali namna hii, lakini sasa kwa sababu tunaongelea sasa hivi, this is one of the best Spanish squads. Na umri wa wachezaji wa Spain na wenyewe wanazidi kuwa matured. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi watakuwa wanalitaka sana zaidi ya miaka 3-4 iliyopita. Kwa sababu ukiangalia kwenye hiyo defenders, Cucurella bado anahitaji miaka mingine 2, Grimaldo bado ni mtoto, kupasi ndo mtoto kabisa, 19-20. Pubil na yeye bado ni youngster. Sijui kwa nini Marcos Llorente ameamua kuwa defender sasa hivi, sijui ndo effect ya Cholo, na kwa sababu hajaamua kuwa defender. Ameambiwa kuwa defender. Ameamuliwa kuwa defender moja kwa moja. Kuna mtu kama Aporo, kuna watu wanamchukulia poa tu kwa sababu anacheza Spurs, lakini bonge moja la fullback ya kulia. Mtume niende. Mtu anajua kumwaga maji, anajua kupiga tackling, ana speed. Kwenye midfield sijui Fuente atakuwa ana mpango gani, kwa sababu Spain sio watu wa kukaba. Spain ni watu wa kuna namna yao ya kukaba, ni kukaa na mpira muda mrefu. Ndo jinsi wanavyokuwa wana defend. Nafikiri baba mwenye nyumba wa Manchester City, nafikiri huku pia ana nyumba yake. Kama kawaida atakuwa anaanza panga pangua. Shida itakuwa watu wa juu sasa, kati ya Pedri, huyo Merino, Zubimendi na Fabian. Hapo ndo kutakuwa kuna mchekecho, lakini mbona ni rahisi sana hiyo. Ni Rodrigo, Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz. Fair. Sasa na anavyofanya yule bwana, anawarotate kila mtu anacheza. Yani kama unakumbuka kwenye Euro 2024 kila mtu alikuwa anacheza dakika ya 60, dakika ya 70, anawapumzisha hawa, anawaleta wengine na wanaleta the same effect. Fair. Juu kidogo Olmo sio clinical sana, lakini ni mchezaji mzuri ambaye na yeye tutamrudisha chini kwenye midfield, kwa sababu pale juu Oyarzabal ndo Mikel atakuwa anaanza piga pangua. Upande wa kushoto atakuwa ni Nico, upande wa kulia atakuwa ni Yamal. Watakuwa na muintroduce labda la Broja mara moja na Ferran Torres, lakini Spain ni ile ya kucheza na false 9 ambayo ndo inakuwa ina hatari zaidi. Moja ya kikosi ambacho kikidondoka sana labda nusu sana. Unajua kuna ile umezidiwa kwenye eneo la kiungo afu unashangaa Pedri bado yupo nje, bado yuko nje. Bwana watu wame, unajua ukiongelea kikosi cha Spain unaona kama kombe la dunia linachelewa vile. Sasa tunaenda kwenye kikosi cha Ufaransa, ni cream pia ya finali. Imeingia finali mwaka 2018, imeingia finali mwaka 2022. One of the best finals 2022. Yes. Nakwenda kwa hii luxury ya France mpaka inakera. Unaweza ukataja hiyo kikosi. Mike Maignan, Brice Samba, Robin Reisa. Hapo Mike Maignan ndo anaweza kawa goalkeeper. Sio anaweza. Ndo first choice. Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, William Saliba, Dayo kumpa mikano. Ngoja kwanza. Anzia hapo. Naomba unipe back four yako. Back four? Back four, namuona Lucas Digne atacheza. Okay. Kushoto
Bingwa wa Europa. Yes, bingwa wa Europa. Namuona Ibrahim Konate na Saliba. Okay. Then kulia Jules Kounde atacheza kulia. Kwenye midfield wataje kwanza wote pia. Kwenye midfield okay, Maxence Lacroix, N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaïre-Emery. Easy, very easy. Adrien Rabiot lazima acheze, Tchouameni lazima acheze, N'Golo Kante lazima acheze. Okay, hapo tayari 4-3. Yeah, easy. Okay. Attackers Akliuche, Brady Bakola, Ryan Cherki, Ousmane Dembele, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram. Hapo nahitaji watu watatu. So, Michael Olise anakula shavu la kulia. Asante. Kylian Mbappe anaweza akatokea hata kushoto. Lakini pale kwenye shimo shimo pale namweka Ryan Cherki. Ryan Cherki man. Okay. Hapo Ryan Cherki namweka. Naweza I don't know. Au Mbappe, Marcus Thuram, Olise. Nilikuwa nataka kusema Cherki kwa sababu gani na tayari chini umenipa watu watatu. Yeah. Okay. Umeona jinsi inavyoumiza kichwa. Na haupo mazoezini nao. Haupo mazoezini nao. Hapo. Sasa you can imagine namna ambavyo Deschamps ana shida. Lakini sababu mfano mimi I'll always choose Mike Magnan. Yani Magnan lazima nimchague kama kwa sababu ya experience. Lakini kwenye left back Luka wa Aston Villa lazima nimweke. Kwenye right back I'll always go for Dayot Upamecano. Yani experience matters. Alafu katikati namtia Jules Kounde na Ibrahim Konate. Hao wengine na wapumzisha. Sema rahisi, I don't know. Sema mwanangu umetaja hicho kikosi alafu umemwacha mtu alovaa medali ya EPL Saliba. Na yuko finali ya Champions League. Ndio mimi kocha sasa ndo napenda kufanya nao kazi. Maana una leseni yote ya ukocha. Mimi sio kocha napenda nifanye kazi nao. But again, sema nachelea kati ya Dani ya Marcus Thuram na Ousmane Dembele. Au kwa hiyo amtaki cha kwangu. Midfield Mbappe, Ousmane, Olise. Umebadilisha. Hawa jamaa umebadilisha. Sababu mbona wote hatuntaji mshindi wa Ballon d'Or Dembele. Nani Dembele? Amemleta Ousmane. Olise. Yani kwenye jinsi ninavyofikiri kama ningekuwa nahitaji kuchezesha hasa kwenye PS tu, achana kwenye maisha ya maisha ndio kitu tunachoweza. Yes, of course. Mike ataanza golini. Fullback yangu ya kushoto itakuwa Theo Hernandez. Katikati watapatana watu wawili ambao ni Upamecano na Saliba. Upande wa kulia ataanza tu ataanza Jules Kounde. Kwenye midfield nitaanza na partner wawili chini ambao itakuwa ni N'Golo Kante na Tchouameni. Tchouameni na N'Golo Kante chini. Namba 10 wangu atakaa fundi kabisa Ryan Cherki. Upande wangu wa kulia kama kawaida ataanza Michael Olise. Katikati atacheza Ousmane Dembele na upande wa kulia na upande wa kushoto mwisho atakuwa Kylian Mbappe. France kwenye attacking prowess wana watu bwana. Yani mfano mtu kama Ryan Cherki, we all know what Ryan Cherki can do. Hii ball juggling, Ryan anaweza akapewa zile dakika 10 akaambiwa sasa wewe hakikisha hatuwafungi na wao hawatufungi, akacheza tu na boli hapo. And imagine una mtu kama Michael Olise, una mtu kama Kylian Mbappe, una mtu kama Jean-Philippe Mateta yupo always ready. AC Milan walisema Mateta ameshindwa kufuzu kwa sababu ya medical. Lakini you look at what Mateta amefanya hii half of the season iliyobaki. Sometimes always ready. Sometimes kuna vitu kama vikishindikana kufanyika inakuwa blessing in disguise.
wewe January alikuwa na push kwenda kusepa, ilikuwa iko hivyo AC Milan. Lakini imagine angeenda AC Milan angeokota nini msimu. Lakini saa nyingine Mungu anakusubirisha. Kuna ataka kule kina Nkunku na nani yule mwenzake mpaka msimu unaisha hawana hata goli 7. Kuna mchezaji mmoja achilia mbali kikombe, yani hawana chochote. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Gimenez kutoka Mexico. Ndio mchezaji pekee ambaye katika half of the season iliyobaki kuanzia Januari mpaka kufikia Mei hajafunga goli hata moja. Na ni namba 9. Wa AC Milan. Jimenez. Hajafunga goli hata moja. So you see pale yule Mjerumani Füllkrug. Ukiangalia pia kikosi cha Ufaransa kuna mtu kama Ekitike ni majeruhi. Yuko mkeka. Lakini umesema hiyo kikosi yako ya kwenye PlayStation unamwanzisha Theo Hernandez. Theo Hernandez mbona hana a lot of minutes kama Lucas Digne? It's true. Lakini na prefer jinsi anavyocheza yeye. Wewe kama kocha unapenda kufanya kazi na Theo. Kuliko Digne kwa sababu kuna kitu ananiofa zaidi kwa hiyo unaelewa, endelea na PlayStation. Kwa hiyo unaelewa kwa nini De La Fuentes anamchagua Unai Simon. Namuelewa. Namuelewa. Kuna watu maelekezo wanasikiliza na wanafanya. Kwenye neno shambuliaji Zaadue hatuja mconsider sana kwenye one of the best Zaadue, afu hata kwenye midfield mtu kama Warren Emery yule Zaire. Mtu fundi. Yaani fundi kabisa, lakini unaangalia anacheza right now. Unajua mtu kama Zaadue, Zaire huyu Emery ni vitoto. They almost nadhani wanaelekea kwenye miaka 20-21 sasa hivi. Unaona jinsi ambavyo wanacheza wakiwa PSG. Yaani wanacheza kama vile ni wachezaji wenye experience ya miaka 10. Wakina Bradley Bacola. Yaani Faransa imemwacha mtu kama Vinga, lakini hakuna mtu anayemzungumzia. Wala hamna anayemkumbuka. Hakuna mtu anayemkumbuka. So crazy, man. Ni vitu ambavyo ukibarikiwa kuwa navyo. Mateta ndo watu walikuwa wanahisi kama hataitwa, lakini kwa fomu hii una mchezaji kama Michael Olise ambaye yani Michael Olise ana goal involvement nadhani kwa Bayern almost 73. Kuna ule midfielder wa Juve pia amemwacha kaka mdogo wake Marcus Thuram. Kefren. Thuram. So unaona ni kikosi ambacho kukiita pia ni changamoto. Hiyo sio achana na swala la form na nini. Na hata aliachwa alalamiki kwa sababu unajua watu walioenda wanaenda kwenye mfano Hugo Ekitike angekuwa fit hapa, unajiuliza angecheza wapi? Wangemsacrifice mnanili Mateta tu, hakuna namna nyingine. Sasa unamsacrifice Mateta kwa kipi ambacho Hugo Ekitike amekifanya? Kwa sababu Riverside alichokifanya kabla ya kuumia. Kama wangeenda hivi, mimi ningemchagua Jean-Philippe Mateta over Ekitike kwa sababu Ekitike ana street football ambayo inaweza isikusaidie sana kupata matokeo, kupiga back pass, kupiga back flips, kupiga visigino, sijui rabona, hivyo ndo vitu vya Ekitike. Lakini Mateta yeye anajua kufunga na kupiga teke corner flag. Boom. Ukweli kwa hiki kikosi ni finali. Twende kwenye kikosi kingine. Bwana, tunasema ni mabingwa watetezi wa kombe la dunia. Argentina, kikosi chao kama ndio kivu ambacho nakiona hapo. Ile cream bado ipo, ile cream ya ubingwa bado ipo. Harufu ya ubingwa bado inanukia pale Argentina. Kutaja kikosi chote ni kama muda unakimbia sana, lakini kwa kuangalia kikosi cha Argentina na kikosi ambacho kilichukua ubingwa na vikosi vingine vya timu ya taifa, mnatarajia kipya kwa Argentina kwenye kombe hili la dunia? Tukimtolea macho pia Lionel Messi ambao ni last dance. I think ni kombe la dunia la mwisho la Lionel Messi. Unampangia? Ndio nimesema I think. Nadhani. Sina uwezo wa kumpangia Messi, bro. Sawa. Goalkeeper Emiliano Martinez, Dibu, mwamba kabisa, mshindi wa Europa.
lazima awepo, yani unless awe majeruhi, na tofauti na wachezaji wengine infield players au outfield players wengine, kipa jinsi anavyozidi kuzeeka ndivyo anavyozidi kuwa mkali. Na tunakumbuka kuna ile save ya Dibu dhidi ya Randall Kolomwani. I think Kolomwani ataiota ile kitu maisha yake yote. So mimi pale lazima nimchague Dibu. Sehemu ambapo naona sasa kunaweza kukawa kuna tafrija ni midfield pale. Scaloni atakuwa na kazi, sijui labda kwa sababu Rodrigo de Paul naye ni package, anaenda na Messi popote pale alipo. Ukimchukua Messi lazima uwe na Rodrigo de Paul, lakini kuna mafundi attacking. Namuona mwanangu Julian Alvarez, Lionel Messi kama kawaida, Nico Gonzalez, Nico Paz, Lautaro Martinez. Hapa sasa, hapa lazima kuwe na tafrija. Nafasi ya Messi obviously lazima iwepo. Sasa hao wengine ambao watakuwepo hapo, kama ni 4-3-3, kama ni 4-4-2, hao wawili, au ni 4-3-3, hao wawili wanaobaki kucheza pamoja na Messi, lazima kutakuwa na tafrija. Ukocha wa PS, eneo la washambuliaji ukiachana na Messi, utaenda na nani wengine? Kocha wa PS. Umekataa. Nimekupa wewe. Mimi? Mimi bwana hapo. Sijui nitamchagua nani tofauti, lakini ukiachana na Messi, mimi Julian Alvarez lazima awepo. Au wengine watajichagua. Au wengine sasa kocha atakuwa anarusha tu jezi, atakaye daka huyo. Lakini Alvarez lazima awepo. Bwana, mshabiki wa Como ya Italia, kijana wako Nico Paz yuko pale. I think kuna vitu ambavyo unavitarajia kwa Nico Paz na kwa kikosi cha Argentina jinsi ambavyo unakiona. Unadhani Nico Paz kuna chochote ambacho atakionyesha kwenye msimu huu? Ameshakionyesha kwenye msimu huu. Yeah, of course. Kwenye kombe la dunia. Kombe la dunia. Of course akipata nafasi kwa talanta alionayo, obvious. Lazima ata contribute pakubwa tu. Sijui Scaloni atakuwa na wote hapa hatujui. Nani yupo kwenye, atakuwa kwenye wale 11 wa kwanza watakuwa kwenye sheet yake ni nani na nani, lakini of course hawezi labda Lionel awe majeruhi, lakini Messi is Messi and Messi will play. Lakini mchezaji ambaye naona kabisa pia ataanza up front ni Lautaro Martinez without a doubt. Lazima, yani Lautaro lazima awe mbele ya Julian Alvarez. Sehemu nyingine kiungo, naona kuna vitu vimesheni pale: McAllister, Enzo Fernandez, Paredes, Rodrigo de Paul. Pia gani itatoa matokeo mazuri zaidi? I think Alex McAllister ni mchezaji wa Scaloni. Scaloni anamkubali sana Alex McAllister. Alexis McAllister kwa sababu, lakini pia japo naye hajawa na msimu bora sana na wala timu yake haijawa na msimu mzuri sana kama alivyokuwa anategemea. So I think Alexis McAllister atacheza. I think Enzo Fernandez atacheza. I think Giovanni Lo Celso atacheza. Hapo umemtaja Giovanni Lo Celso. Kuna ka historia fulani kalitokea World Cup ya iliyopita 2022 ambapo nakumbuka unamfahamu midfielder anaitwa Papu Gomez. Yes, ambao sasa hivi alikuwa best man sana wa Lionel Messi na wachezaji wengine wa Argentina. Alifanya kitendo ambacho sidhani kama atakaje aitwe tena, atakuja kuitwa tena Argentina, kwa sababu aliamini kwanza kwenye uchawi kabla ya kuchukua World Cup, kwa sababu yeye alikuwa majeruhi kipindi watu wanaitwa kwenye World Cup. Akaenda kwa mganga, lakini mganga akamwambia inabidi mtu mmoja awe sacrifice kwenye timu ili wewe uitwe. Akamchagua Giovanni Lo Celso. Lo Celso anapata injury wiki mbili kabla ya World Cup. Anaachwa yeye, anaitwa Papu Gomez.
Na walikuja kujuaje? Kipindi wanasherehekea World Cup kwenye changing room, Paco Gomez aliropoka hicho kitu kwa ile out of furaha na akasema sometimes superstition zinasaidia. Watu walivyomuoji akasema hiyo ilikuwa ni incidence ya kwanza. Mkubali mganga. Incidence ya pili kwenye kushangilia aliropoka kwamba na mke wa Messi aje ya kucheza katikati ya changing room kama sacrifice ya wao kuchukua World Cup. Alitakiwa aje ama? Alitakiwa aje. Yani anamwambia Messi amlete mke wake ili kwenye kushangilia dressing room ya wanaume ili kama kupongeza uwezo wa kuchukua World Cup. La tatu ambayo lilisababisha sasa Messi na timu nzima ya Argentina ikae na kuamua basi usela na nini uishe ni kwamba kipindi World Cup ijaanza walipimwa ile drug test, yes. Yeye akakutwa na issue lakini alikuja kudanganya kwamba issue zilitokea kwa sababu alikunywa syrup ya mtoto wake kipindi amefungua friji usiku wa kuangalia ni nini, akajua ni maji. So kilichomsaidia kwa sababu ile issue zilitoka, yani result zilitoka baada ya World Cup, wakambani ile miaka 3. So alitakiwa awe banned kabla ya World Cup haijaanza kama zile result zingetoka mapema. Means alikuwa tayari ameshaeka toxic kwenye timu ya taifa kwa kudanganya kikosi, kwa kumdanganya kocha na kudanganya uongozi mzima. Means kama wangempiga bani yeye na Lo Celso ni majeruhi, kungekuwa kuna shida. Hapo ndipo sasa hivi hakuna mtu yoyote anamsikia Paco Gomez, habol na wachezaji tena wa Argentina, sio marafiki na mchezaji yoyote, hata kwenye social media zao wote wamemwanfollow Paco Gomez kwa sababu ya issue ya Giovanni Lo Celso. Sasa arudi kwa mganga. Arudi amwelezee. Mambo ngumu. Nirudi tena kwa mganga. Hii umefanya imekuwa imeenda to extreme, yani imekuwa shida. Lakini kurudi kwenye kikosi cha Argentina bado ni kikosi ambacho nahisi kina uwezo wa kubeba tena back to back. Kwa sababu ukiangalia experience ya wachezaji waliokuwa nao, Dibu pale golini, kuna Montiel, kuna Romero, japo sijui anakuaga na shida gani game ikiwa intense, muda wote anaweza akakuachia red card. Kuna Otamendi, lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nimejiuliza, kwa sababu gani Otamendi anaitwa alafu unamwacha mtu kama Senesi ambaye alikuwa na msimu mzuri sana Bournemouth. Sijajua na hajaitwa kabisa. Ni mtu ambaye at least ningetegemea kama wangemuongeza bana Senesi pale kulingana na uwezo wake. Molina alikuwa na msimu mzuri pia kwenye midfield, na kama ulivyosema Enzo Fernandez, Alexis McAllister ni hizo pea ambazo piga uagaragaza, yes. Wataanza. So juu yao ni either ataanza Lo Celso sometimes au kama ataamua kucheza na Alvarez kama namba 10, kama ulivyosema panga pangua, Lautaro Martinez ataanza. Kuna mtu kama Nico Paz anaweza kucheza pia shimoni, kuna sasa hiyo ndo shida sasa ya Nico Paz kwa sababu Nico Paz mahali ana operate ni mahali ni eneo lote la Andunje. Yani ni eneo lote la Lionel Messi. Yani ndipo ndo Nico Paz anapo flourish. Sasa hiyo ni tatizo pia. Naweza kuwa sio tatizo dogo. Hilo ni tatizo kubwa sana bro. Kubwa kwa sababu what do you mean? Hiyo ni tatizo kubwa nafasi ya Messi. Why do you think Antoine Griezmann alishindwa ku flourish akiwa Barcelona? Ni zoni za fundi. Kwa sababu sehemu ambayo alikuwa anacheza mafundi. Eneo ambayo alikuwa anacheza, eneo ambayo Griezmann alikuwa ana operate akiwa Atletico Madrid. Ndio eneo ambalo Lionel Messi ana operate. So unabidi usogee pembeni, uchezee pembeni. Kama kuna Barcelona namna yao ya kucheza wako very fast kwenye ball movement. Hata hao watu wa pembeni inabidi wawe ni watu ambao wana kasi, wana pesi nzuri. Sasa ukishacheza, unajua ukicheza shimoni ni rahisi kuzurura bila kuwa na kasi. Sawa, wanaopita kama ni wingers
wakimbie. Wewe hauna sababu ya kuzurura sana. Ndio maana Messi ana scan sana, yani yule kabla hajarisifa sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi kabisa. Kwa hiyo walivyompeleka pembeni ikawa shida kutoa the same product ambayo aliweza kuitoa akiwa Atletico Madrid. So that's what I see, but Nico bado ana miaka mingi sana ya kucheza. Mimi nimependa alivyoitwa kwa ajili ya experience na everything. Hata akiwa anaonja anajilamba zile dakika 15 za mwisho, itakuwa ni experience nzuri sana kulingana na watu pia wanaocheza. Na feel Lautaro Martinez probably inaweza kuwa World Cup yake ya mwisho. Messi hiyo ni obvious, kawaida. Alisema kiongozi amekataa kumpangia Messi. Kwa hiyo anaweza akacheza tena World Cup nyingine. Messi inabidi anaweza akaingia pale akasimama tu pembeni. Nyinyi chezeni. Ikitokea penalty. Sasa Neymar alitakiwa afanye hivyo. Neymar pia alitakiwa afanye hivyo. Sasa shida ya Neymar hata kuwa fit kusimama. Ukiachana na Neymar, tuende tukamzungumzie pia mchezaji ambaye anataja pia kombe lake la dunia la mwisho na timu yake ya taifa ya Ureno. Cristiano Ronaldo. Kikosi cha Ureno ni kama unavyokiona hapo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Bruno anaenda na marekodi yake ambayo ameandika pale Manchester United. 21 kwenye EPL. Bernardo Silva 21 bwana. Huyu jamaa hataki assist 20 na nusu. Huyu jamaa hataki assist za Bruno Fernandes bwana. Unamuelewa kweli? Naelewa. Unaelewa? Ni bingo hiyo. Kikosi mnakiona kama kilivyo hapo, Joao Felix. I think pia ni kikosi ambacho kinatazamwa kufanya makubwa kwa wachezaji, aina wachezaji ambao wapo profile. I think kina watu kweli kweli. Nimefurahi sana kumuona Joao Cancelo. Tunasema ni mchezaji wa kuhamahama, lakini Deiwaka lakini ana performance nzuri sana. Nzuri wa Cancelo, popote alipo anakiwasha. Yuko nyumbani. Anakiwasha. Popote alipo, timu zote amecheza. Makocha japo kuongelea attitude yake, lakini akishaingia kwenye pitch anaacha kila kitu pale. So wala sishangai yeye kuwepo. Kuna wachezaji watatu ambao nadhani duniani wanatakiwa waandike vitabu. Watatu au wanne. Joao Felix, Joao Cancelo, Alvaro Morata. Hao wachezaji wanatakiwa watueleze ni namna gani wameweza kusurvive timu wanazocheza. Joao Felix, I don't think kama Joao Felix sidhani kama Joao Felix anaangukia kwenye hilo kundi. Kwa nini? Kwa sababu ujue Joao Felix imekuwa ni kama bahati mbaya ya baada ya the big money move to Atletico Madrid. Yani baada ya pale ndo kama vitu kwa sababu the expectation was huge. Yes. Yeah, na hakuweza kudeliver kama ilivyokuwa inatazamiwa. Kwa hiyo hapo naam, yani hajadeliver kihela, yani kulingana na hela kuonekana na hela. Yes. So pale ikawa kama downfall. Yeah, akawa sasa kama ni kujitafuta hivi, ni kujipata kwake, ameenda kujipata Saudia. Amekuwa na msimu mzuri, amekuwa ni mchezaji bora wa msimu Saudia. Anaongoza magoli. Kwa timu. Yeah, kwa timu anaongoza yeye, lakini top scorer ni Ivan Toney. Yule na yule. Tutafika huko. Wewe ni uma sana. Haraka sana. Kwa kifupi, matarajio ya kikosi cha Ureno. It's Portugal we are talking about. Hatuwezi kuwa eliminate kwenye nafasi kubwa au kwenye nafasi za juu za kombe la dunia. Ni Ureno. Yeah. Na Ureno ni timu ambayo ina watu. Engine ya PSG au engine za PSG ziko hapo. Timu ilochukua ubingwa wa Al Nassr Saudi, wauni wako hapo. Nani wengine? Kuna kipindi fulani hivi Wolves walikuwa wana Wareno kama wote wako EPL pale. Walikuwepo tu wana pale. Ukiangalia mfano MVP wa EPL yuko pale.
Yeah, MVP wa EPL yuko pale na assist zake 21. Mabingwa mpaka sasa hivi wa Champions League wako pale. Mabingwa mpaka sasa hivi. Engine zenyewe. Unashangaa nini? Hapo siwezi kushangaa, ni ukweli. Mimi nafikiri hii Portugal kwa mtazamo wangu kwa World Cup hii ndio kikosi pekee ambacho kimekamilika. Kwa mtazamo wangu. Kwa kama ni makubwa alikuwa anatarajia, basi watarajia kwenye kikosi hiki. Yes, kikosi hiki kimekamilika kwa sababu hakina majina tofauti ya waliocheza World Cup iliyopita, lakini sasa hivi wanakuja na better experience, wanakuja na maturity zaidi, wanakuja na hasira na njaa zaidi, kwa sababu na ni last dance kwa Cristiano Ronaldo na kutolewa na Morocco la 2022 ni funzo. Nafikiri ni funzo ambalo kila wakilala wakiamka linakuwa liko kichwani, kwa sababu ilikuwa ni kama kuangukiwa na mgomba. Watu wote walijua kwamba Portugal wangesogea, na addition za watu kama wakina Bruno Fernandes kwa miaka minne ambapo World Cup haijachezwa, kuna ile amejiongeza kulingana na timu anaocheza, uwezo binafsi aliokuwa nao, kwa sababu kufikisha assist 20 na nusu kwa attacking kama hiyo nusu inamaanisha nini bwana Skills? Haikuwa assist ile ya 21. Na kulingana attacking za Man U ni kitu bora zaidi. Wa nyuma yake kuna Neves, kuna Vitinha. Wamecheza kwa muda mrefu sana, zaidi ya misimu 3. Ni watu ambao wamechukua karibia kila kombe walotia miguu. So hiyo partnership huwezi kuibreak kikawaida sana. Ukiwa na watu kama hao watatu kwenye sehemu lako ya kushambulia, au Bruno Fernandes, una Vitinha, una Neves, juu ni wao sasa waweze kumaccommodate Ronaldo, kwa sababu una damchanga kama Ramos, Goncalo, una mtu kama Leao, una mtu kama Conceição amekuwa na msimu mzuri sana Juventus. Una Joao Felix, una Trincao amecheza mpira mzuri sana Porto. So kwa mabeki, nani ambaye ajue uwezo wa Nuno Mendes? Mmoja kati ya fullback ya kushoto bora kabisa sasa hivi duniani. Ukimuintroduce mtu kama Joao Cancelo upande wa kulia, katikati kunaweza kuwa kuna tatizo kidogo kati ya Araujo na Diaz, kwa sababu Araujo ni ingizo ambalo nafikiri litapatana na Ruben Diaz. Golini wataamua wao, Costa ama Jose Sa, wote ni makipa wazuri. Nafikiri kwenye vikosi bora vya World Cup msimu kipindi hichi Portugal amekamilika. Haitakuwa jambo la kushangaza sana kama watafika fainali au kuchukua, na itakuwa jambo la kushangaza sana kama watatoka kabla ya fainali, kama wakiwa na mwendelezo kama waliokuwa nao kwenye kombe la dunia lililopita. Nafikiri sasa hivi wana mengi ya kuprove. Kujifunza, wameshamaliza kujifunza walipokuwepo. Na pia rest in peace Diogo Jota. Hiyo ni kweli. Ila kwao safari play for Ronaldo. Ukiambia utaje timu mbili zinaweza kuchukua, moja atakuwepo yeye, right? Yeah. For me, yes. Bwana, tunasema kuna ile miji ya kitajiri inasifika sana duniani, lakini ukiwaambia kila mmoja aende kwao, wenyeji wanaobaki wanakuwa kidogo mfukoni wapo vizuri. Ni kama kikosi cha Uingereza mimi ninavyokiona. Ukihitaja ligi 5 bora barani Ulaya utaanza kuhitaja Uingereza. Lakini pia ukiangalia pia kwenye michuano ya Ulaya hivi sasa, msimu huu timu za Uingereza zimebaruza kweli kweli, zimefanya vizuri kweli kweli. Kikosi cha Uingereza ni kama unavyokiona hapo, kimekuwa na comments nyingi sana kwa sababu ni kikosi ambacho kinaangaliwa na watu wengi sana. Lakini kwa jinsi ambavyo kikosi kimetoka, I think kocha kajitahidi kwa namna yake kuweza kuwaleta wachezaji ambao wamefanya vizuri msimu huu, hasa kwenye eneo la goalkeeping. I think story yangu mimi inaanzia kwa Jordan Pickford. Manchester United wakati Onana anazingua na ni timu ambayo inasifika kuwa na fedha, ni timu tajiri. Nikasema kwa mimi ndani yangu sasa,
hivyo wanashindwa kwenda pale Everton na kumchukua huyu jamaa. Ni moja kati ya kipa ambaye ananivutia sana, lakini yuko pale kwenye kosi cha Uingereza. Mtakuja kutoa maoni yenu mnakiona vipi, lakini eneo la mabeki I think kimesheheni mambo mengi, wachezaji wengi kweli kweli, viungo, lakini bila kusahau washambuliaji, hasa Harry Kane namuona yuko pale amefanya vizuri sana na Bayern Munich. Kwa kifupi sana bila kuwa na maoni mengi sana, kuna kikosi hiki lakini kuna kikosi ambacho wachezaji wameachwa. Tukianza na hiki kwanza, kuna pengo lolote ambalo linaonekana sehemu, hasa tukimcheki mchezaji kama Jude, mchezaji kama Madueke, wachezaji wanaongelewa sana kwa kiasi kikubwa kwa sababu msimu huu hawajaonyesha yale ambayo walitarajia kuyaona kwao. Kama umesema kuna kikosi kingine ambacho cha walioachwa, that means kuna shida ama labda pool ni ya kupata hao wachezaji ni kubwa, kwamba ana option pana ya wachezaji. Lakini makocha wana mapenzi, makocha wana wachezaji wao wanaotaka kuwatuma wawafanyie kazi. Lakini on top of everything ni performance ya mchezaji husika katika msimu husika. So kelele zimekuwa nyingi kwa kikosi cha Uingereza. Pia mimi nilipata jaka la moyo kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano hakuna shida ya goalkeeping kwa sababu ndio magolikipa waliopo Uingereza. Hawana magolikipa zaidi yao. Yeah. James Trafford wa City, Dean Henderson bingwa wa UEFA Conference League, na Jordan Pickford, of which I think Jordan Pickford ni starter atakuwa. Lakini kwenye eneo la defenders ndio sehemu ambayo ya kwanza ambayo ilinipa shida, kwa sababu let's say tu kwa msimu, tusiongelee msimu mzima, tuongelee kuanzia Januari mpaka mwisho wa msimu. Sidhani kama kuna defender ama kuna center back ambaye amefanya vizuri kuliko Harry Maguire. Putting into mind kwamba Manchester United ndio timu yenye points nyingi kuanzia Januari mpaka Mei mpaka mwisho wa msimu. So sikuwa na Maguire ni kati ya wachezaji ambao sikuwa ninawawaza hata kukosekana, lakini amekosekanika. Mchezaji ambaye ameitwa John Stones ni mchezaji ambaye ametoka kwenye meza ya matibabu. Sidhani hata kama anafikisha dakika 100 collectively kuanzia Januari mpaka mwisho wa msimu. Simrate sana Ban, hata Jarell Konsa kule Bayer Leverkusen hajawa na msimu bora kuliko Harry Maguire. So sijajua why amemwacha Thomas Tuchel. Lakini kwenye sehemu ya midfield sikuwa na wazo kama Jordan Henderson atakuwepo kwenye kikosi. Yeah. Sikuwa na muwaza kabisa. What I thought ni kwamba sasa hivi ni ya kipindi ambacho wachezaji kama Elliot Anderson, Adam Wharton watatakiwa waanze kuwa na nafasi zao kwenye timu ya taifa kwa kile ambacho wamekionyesha msimu uliopita. Kwenye sehemu ya attackers ni sehemu moja kiukweli ambao sijaweza kuelewa, ni Noni Madueke. Sikudhani kama angepata nafasi ya kwenda World Cup. Pamoja na msimu ulivyokuwa kwa Cole Palmer, Phil Foden, still walikuwa wana nafasi kubwa mbele ya Noni Madueke. So kila mtu ana grievances zake, lakini Uingereza zimetokea kelele nyingi kwa sababu takriban maeneo yote matatu yalikuwa yana shida. So tumwachie hayo kwa sababu mwisho wa siku Thomas Tuchel akifanya vizuri ndo atawafunga Waingereza mdomo. Lakini akifanya vibaya nadhani ni swala ambalo linaweza likamfanya atafute kazi nyingine, kwa sababu Uingereza unajua namna wanavyokuwa na pressure na walimu wa kwenye timu ya taifa. So the only thing yeye anaweza akasurvive ni Uingereza kufanya vizuri
kwenye World Cup hii. Mimi nadhani imefika mahali hao wachezaji ambao wamekaa kwa muda mrefu kwenye timu za taifa wao wenyewe waone hatuna kitu cha kutoa kwenye hii timu ya taifa, basi wajiweke pembeni wenyewe. Mbona kwenye timu hizi za kawaida watu wanafanya hivyo? Timu za Kwa kawaida Griezmann kwa mfano, Griezmann ukimwangalia Griezmann ni mchezaji ambaye anaweza akaendelea kucheza Atletico Madrid, lakini kaona waachie nafasi wengine waje kucheza. Sasa timu ya taifa mpaka sasa hivi una Henderson, kama unashabiki kwa soka anaifadhilia England na anacheza kwenye zile simu ndogo za PS, zile simu ndogo za kucheza magame, mmoja hapa yupo vile vikatuni vile yupo mshikaji, alafu mpaka sasa hivi hataki kukaja bwana. Hebu tupe kile kikosi ambacho kabla I think kitu cha kunihuzunisha mimi zaidi ni kwamba mimi sio shabiki wa Manchester United wala sio shabiki wa Manchester City, lakini nimesikitika sana kuona John Stones anacheza dhidi ya Harry Maguire. Japo mimi ni muumini kwamba kocha anaweza kuamua yoyote anayemtaka yeye, lakini John Stones tangu Januari mpaka Mei mwaka huu amecheza jumla ya dakika 273. Harry Maguire kuanzia Januari mpaka Mei amecheza zaidi ya dakika 800. Yani dakika 700 nusu ya msimu, dakika 800 nusu ya msimu iliyobaki, 700 kwa 800. So John Stone is nowhere close. Lakini anyway, tuashumu kocha Dean Henderson Jordan Henderson hii inaweza ikawa ni kombe lake la dunia la 7. Na ukiangalia pale defenders walioitwa na Tuko, Tino Livramento ni fullback ya kushoto, Nico Riley ni fullback ya kushoto. Tino ni fullback wa kulia, ila anacheza kushoto. Yes, kushoto sana anacheza kushoto wa Newcastle. Spence ni fullback ya kushoto. Kwa hiyo ana mafullback wa kushoto 3, alafu ana fullback wa kulia Reece James, na labda utamleta Oliver Mento na Band na yeye anatokeaga upande huo wa kushoto pia. Means una mafullback wa kushoto zaidi ya 3. Una fullback wa kulia mmoja na tuseme na Quensa ambao na yeye anaweza akacheza fullback ya kulia. Katikati umeweka kuna Stones, Gueye na Konsa. Gueye mchezaji ambaye alikuwa na makosa mengi sana Manchester City mechi za mwisho. Hakuna sitarajii hapa katikati nafikiri angekuepo Gueye na Maguire ingekuwa ni top defense. Midfielder naona labda Henderson asingekuepo, na labda Henderson asingekuepo, at least wangemweka ule Hutton wa Crystal Palace, ingeweza ku make sense. Sijui anachoenda kukiongeza ni experience labda na uongozi, probably inawezekana ni hiyo. Kwa upande wa attackers, mimi ni shabiki wa Arsenal, lakini pale kwa Madueke kidogo Black Maradona, ni Madueke. Sikutarajia sana Madueke kuitwa timu ya taifa. Though labda ameitwa timu ya taifa ile akaonyesha medali yake ya EPL labda hilo ndo lengo, lakini kwenye kusaidia, yes, nafikiri Kopama na Foden wangeweza kufanya kazi nzuri zaidi ya Noni Madueke, na ule upande hauna kazi kubwa sana, kwa sababu una mtu kama Gordon pia anaweza akatokea upande huo, una Bukayo Saka ambao huyo ndo nahisi anaweza kucheza karibia dakika zote ambazo England atakuwepo mashindanoni, labda aumie ndo anaweza akapumzika. Ni kikosi kizuri, lakini labda hizo additions ambazo hazipo zingeweza kuelevate kidogo. I think hata nani issue ya Jed Spence na au nilikuwa nina expect Lewis Hall. Najua nani Luke Shaw sio mchezaji favorite wa Tuko. Yeah, lakini nilikuwa nategemea kwa msimu aliokuwa nao Lewis Hall angeweza kucheza mbele ya Jed Spence. Angeweza kuchaguliwa mbele ya Jed Spence. Maybe ingekuwa upande wa kushoto Nico Riley na Hall, upande wa kulia Reece James na Tino Livramento.
kama backup option. But well, again, ni Thomas Tuchel. Ama kikosi kama mnavyokiona hapo kikosi kimekamilika. Lakini baya kiukweli mimi kwa Palmer haijaniuma sana. Ila Foden I think alihitaji kuitwa, alihitajika sana kwenye kikosi cha Uingereza. Hebu tuseme ndio ile kwamba huwezi kuita kila mtu. I think mimi Luke Shaw lazima ange make the cut. Harry Maguire, that was lazima Harry Maguire angekuepo. Johnston hakupaswa kabisa kuwepo, lakini again mchezaji mwingine mwenye msimu mzuri sana ni Gibbs White. Sijui kwa nini Henderson yuko pale, lakini anyway labda wana hao wengine walioachwa wana muda wa kuja kucheza World Cup inayofuata. Bwana, hicho ndicho ambacho tunakiona kwenye vikosi ambavyo vinatolewa macho kweli kweli kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Mkiona kikosi cha Brazil, Ujerumani, Spain, Ureno. Sasa unaweza ukatuwekea kwenye comment hapo, unataka tuiongelee timu gani ya taifa ambayo tumeiacha. Kuna timu ya taifa ya Croatia tujizungumzia hapa, timu ya taifa ya Sweden, timu nyingine za taifa nyingi ambazo zipo kwenye World Cup lakini hatujazizungumzia. Sasa kwenye comment hapo unaweza kutuambia timu gani ya taifa ambayo unatamani tuiongelee, timu gani ya taifa ambayo unatamani tuichambue. Sisi tupo tayari, meza game time hii imesheheni watu wengi kweli kweli wa mpira. Kwa hiyo lolote ambalo tutalileta mbele yetu tutalizungumzia kwa undani zaidi, lakini tutakupa sababu za hiyo timu kuipa nafasi fulani kwenye kombe la dunia la mwaka huu 2026. Sensei yupo vizuri, Muro King yupo vizuri, lakini pia Masud pia yupo vizuri kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo bado yapo kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Tuna mengi ambayo tunayo. Hii session ya kwanza ya kombe la dunia la mwaka 2026. Session ya pili inafuata. Endelea kuwa nasi. Game time, tuonavyo sisi.